Sogea karibu. Come closer. Come closer please. Nataka discuss jambo la msingi sana na ambalo pia ni muhimu sana kwetu sisi kama investors. Nakumbuka ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 2023. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 2023 ambapo nilitumiwa message na DSE. DSE ni Dar es Salaam Stock Exchange, wakiniambia kwamba walinitumia my OTP, wakanitumia hiyo namba hapo, wakaniambia you can activate your account via the portal, na portal ni hiyo onlinetrading.dse.co.tz. Wakaniambia pia or mobile app ambayo ni DSE Hisa Kiganjani. DSE Hisa Kiganjani. Akaniambia please contact DSE for more information. Lakini pia message ya pili wakaniambia hongera, sasa unaweza kufanya biashara na dalali, kwenye mabano wakaweka broker, alafu wakaweka jina la dalali wangu. Hiyo ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 2023. My point is, nataka kuambia kwamba usisubiri uwe na hela ili uende ukafanye uwekezaji. No. Kama unataka kuwekeza kwenye hisa au kwenye mutual funds au popote pale, unaruhusiwa kuanza kuchukua zile step za awali bila ya kuwa na hela yoyote, kwa sababu step nyingi za awali huwa wala hazigharimu pesa. Kwa sababu hata mimi kwenye hii process paka natumiwa message na DSE sikutumia hata $5. Niliingia kwenye website nikamtafuta broker ambaye niko comfortable kufanya naye kazi, nikawasiliana naye, then akanipa form, nikajaza details zangu, akaenda akanifungulia account, then baadaye ndo nikafanya nini, nikapatiwa message na DSE. It costed me 0 shillings, sikutumia hata senti moja. Alafu sasa kutoka tarehe 13 mwezi wa 6 2023 nilikuja kuweka pesa ya kwanza ya kununua hisa kwenye kampuni ambayo niliichagua. Nilinunua tarehe 6 mwezi wa 7 2023. Ilikuwa kidogo tu ingetimia mwezi. Ilikuwa ni mwezi kasoro. Kwa hiyo nataka kuonyesha kwamba kulikuwa kuna distance between pale nilipochukua hatua ya kuwekeza kwa kwenda kufungua account DSE ili niweze kuja kuwekeza siku nikiwa na pesa. Maana yake nilifanya maandalizi. So there was a distance between when I opened DSE account ya kwangu na kuwasiliana na broker na pale ambako nilikuja kuweka amount yangu ya kwanza. And all that information, kama nilivyowaambia, I think mimi nature yangu ya uhasibu pia huwa inanisaidia kufanya haya mambo. I love putting my records kuhusu uwekezaji wangu wa sehemu tofauti, kwa sababu hapa nina what should I say? Wait a minute. Nina folder langu, lakini nikiingia kwenye hilo folder nina sehemu Excel sheet moja ambayo nimeitengeneza, it's like a file, it's not a folder, inaitwa My Investments. Nimeziita hivyo My Investment, na hii create on 1st of April 2023 ili kusudi nihamishe kutoka sehemu tofauti niwe na one focal point ya kuandalia details za investment ya kwangu. So kwenye hii document ya Excel nina sheets nyingi humu ndani, kwa sababu nina uwekezaji wa aina tofauti. Nina uwekezaji wa kwanza ambao nimeweka hapa ni wa shares, na ndo ndiko ambako nilikuja kusoma kwamba tarehe 6 mwezi wa 7 2023 ndo nili-invest kwa mara ya kwanza kwa kununua hisa. Na I'm saying all this kwa sababu nataka nikuonyeshe kwamba mwezi wa 6 mwaka huu tunakwenda kupokea gawio. Sisi ambao tumewekeza, sisi ambao ni investors, ni shareholders, tunakwenda kulipwa dividends. Sawa? Magawio, right? Kwa hiyo sasa nataka nikuonyeshe, kwanza sikusubiri kuwa na pesa. No, nilikwenda kuanza bila kuwa na pesa, kwa sababu process ya kujisajili kupata mpaka ile namba yako ambayo utaitumia wakati unanunua shares, it's a free process. Haiku ni cost chochote. Then pakapita muda hapo almost kama mwezi kasoro hivi, ndo nikaenda kuwekeza pesa yangu ya kwanza. Yaani nikaenda kununua shares zangu za kwanza. Ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2023. Jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba hata nilipoanza, these records zinanionyesha hapa, nilianza na $100,000.
Kwa wale ambao they think lazima wawe na mabilioni, mamilioni ndio waende wakawekeze, you are wrong. Mimi nilianza na shilingi 100,000 on my first purchase. That was on 6th July 2023. And then the following one, same month, lakini tarehe 27 mwezi wa 7 2023, nikaeka 200,000. Okay, nikanunua hisa za 200,000. Then sikununua tena mpaka tarehe 9 mwezi wa 8, the following month, nikaeka 100,000. As you know, I keep my records. And then tarehe 16 mwezi wa 8, nikanunua hisa za 60,000. Then tarehe 31 mwezi wa 8, nikanunua hisa za 60,000. I invested nothing in September. Sikuweka kabisa. Nikaja tarehe 3 mwezi wa 10, nikanunua za 30,000. And then nikaenda hivyo hivyo 30, 40, lakini kuna siku nilikuwa naweka mpaka milioni nikipata. Like on 23rd of February 2024. Na hapo katikati zilikuwa kuna 400,000, 500,000 and all that. Lakini point yangu nilianza. Regardless, kuna siku sina naeka 30,000, sina hela, lakini nanunua hisa za shilingi 30,000. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa namsikiliza Jim Rohn. Jim Rohn alikuwa anasema the issue is not how much you are doing, but building the habit of doing. That's what matters. Kwa hata mimi kwenye uwekezaji wangu, sio tu kwenye hisa, popote ambako nimeamua kuwekeza, it's not about how much I'm putting. To me right now, what matters is nina hiyo consistency, nina hiyo discipline. Na mimi nimechagua kila siku ya Jumanne ni siku yangu ya kununua hisa. Every Tuesday of every week ni siku yangu ya kununua hisa. Kwa hiyo it's not about how much I buy, but it's about having the discipline ya kwamba kila Jumanne I'm setting aside some amount to go and purchase shares. Kwa hiyo mimi right now naweza nikasema I'm not even in the business of purchasing shares. No. Mimi I'm in the business of building a character. I'm in the business of building a habit. I'm in the business of building a discipline. Kwamba kila Jumanne nanunua hisa. Kwa sababu najua when the discipline is there, when the habit is adapted, when everything iko, hiyo amount nanunua shingapi itakuja kwa automatic. Sawa? So I wanted to show you kwamba first of all you can start with no money. Anza na maandalizi, and then anza na ulichonacho 150,000, just buy. And then build the consistency, build the habit, build that character, and then kuna siku itafika you'll be buying your shares or any other form of investment almost effortlessly, kwa sababu itakuwa ni inbuilt ndani yako. Itakuwa kitu kiko ndani yako. Kwa sababu as they say, the rest is history. Sasa hivi na hisa za kutosha sana, above some millions, za kutosha. Lakini ni kwenye hii safari ya 50,000, 30,000, 40,000, 20,000 I buy. Right now I'm doing so good. Kwa hiyo message yangu ni kwamba start where you are with what you have. More so, anza kwanza kwa kufungua ta account. Usifikirie sina hela ya kuwekeza, no. Just go, nenda pale DSE, tafuta broker unayemtaka, anza kuwasiliana naye, mwambie akupe fomu ujaze, fungua. Pata namba yako ya uwekezaji, and then go back to the drawing board. Alafu amua naanza na shingapi. That's all you need. Asa wenzako tunasubiria, CRDB washatoa tangazo. Tunakwenda kupata magawio. Lakini tusingepata kama hatukuchukua hatua. Okay? That's why nikasema nitakuja niwatie moyo. Please take that initiative, take that first step, take that leap of faith. Nenda kaanze kujiandikisha na kujaza form na kuweza kupata namba yako. And kwenye hii my computer I have a lot of records. Usiache pia kuweka records. Kwa hiyo nina uwekezaji wa shares, nina uwekezaji wa vikoba, nina uwekezaji wa faida fund, nina uwekezaji wa SACCOS ambao by the way it's the biggest in my portfolio. Nina uwekezaji wa biashara, nina uwekezaji wa
wa real estate. Kwa hiyo mwisho wa siku I have a portfolio ambayo niko bado naiendelea kuiandaa, lakini I have a portfolio right here and I will share with you people sometimes later in the month. Lakini ujumbe wangu ndo ulikuwa ni hiyo. Utaenda kuona mwezi wa 6 watu wengi watakuwa wanasherehekea pale ambako tutaanza kulipwa, watu watakuwa wanafurahi, watu watakuwa wanachukua dividends, watu watakuwa wanasafiri, watu watakuwa wanaenda vacations, maana watu wengine wamelink magawio yao na kwenda vacations and all that. Tutakuwa najiuliza wanawezaje? Trust me, this is the process. Hawakuanza siku moja, wala hayo magawio hayakuwa matokeo ya action ya siku moja. Watu wameanza zamani, alafu wamekuwa consistently. Kwa hiyo they say the best time to plant a tree was 10 years back, but the next best time to plant a tree is today. And I tell you, the best time to have invested in shares ni pale ambako CRDB walikuwa wameanza wameingia DSE alafu wameanza kuuza shares. But the next best time is now. Don't wait. Gawio la mwakani uta-celebrate kama ambavyo mimi na investors wengine tunakwenda ku-celebrate very soon. It's June. Tunaanza kupata miamala inasoma. So thank you so much and keep it here, keep it Achieve Finance and follow us. Kama hujatufollow, ka subscribe YouTube. We have very many good videos for you. Thank you.